Tumsifu Yesu Kristo. Shalom mtakatifu wa Mungu. Ni muda mwingine tena ambao tunakutana kujifunza neno lake. Forum hii siku zote kazi yetu ni moja tu, ni kujifunza neno la Mungu. Tunataka ile taa itumulike, tunataka ile taa itumulikie njia yetu, imulike miguu yetu, tujue njia sahihi ya kuenda, tuenende katika njia ile inayotupasa, na siku kwa siku tubadilike kufanana na Kristo. Lakini kwanza tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa siku njema ya leo. Asante Baba kwa zawadi ya uhai, asante Baba kwa zawadi ya forum hii. Asante Baba kwa neno lako. Asante Baba kwa kumtuma mwanao ili aje kutukomboa. Zaidi sana tunaomba utubadili tufanane na mwanao, Bwana wetu Yesu Kristo. Tuziache njia zetu mbaya na kufuata njia za mwanao, ili siku zote tusimame katika njia zako na kutukuza wewe katika roho na katika kweli. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Basi leo tusome mstari mmoja tu ambao pengine tumeuzoea kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 37 mstari wa 3, nami nitatangulia kusoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi upendezwe na ukamilifu. Amina. Umtumaini Bwana ukatende mema. Kwa hiyo anatupa principles za maisha. Jambo la kwanza, tumtumaini Bwana. Lakini wakati tukiwa tunamtumainia Bwana, wakati tunamngoja Bwana kwa saburi, wakati tunazituliza nafsi zetu tuendelee kumsubiri Mungu, lazima tuendelee kutenda mema. Mfano ametupa Bwana wetu Yesu Kristo, namna gani ambavyo aliishi hapa duniani. Aliwahurumia wenye changamoto mbalimbali. Kitu kimoja ambacho tunajifunza kwa Bwana wetu Yesu Kristo, popote alipokutana na kipofu alimponya. Popote alipokutana na kipofu alimpa kuona. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunahitaji kuona, tunahitaji nuru, tunahitaji macho yetu ya rohoni yafunguliwe ili tumuone, tumtazame kama alivyo. Na kadiri tunavyozidi kumtazama Kristo, basi tunabadilishwa, tunapata transformation. Anasema umtumaini Bwana ukatende mema. Kwa kadiri tunavyozidi kumtazama Kristo, tunayaona matendo yake, yale yanatubadili na sisi. Kama sio uwepo wa Mungu, sisi tusingekuwa na uwezo wa kufanya matendo mema. Kama ambavyo mtoto mara nyingi anafuata kila ambacho wanafanya wazazi wake, unakuta kwamba kuna tabia fulani ambazo mzazi anazo zinahamia kwa mtoto. Ndivyo hivyo na sisi. Baba yetu aliye mbinguni ni mwema, na sisi ule wema unaingia. Baba yetu ni upendo, na sisi tunafanya upendo. Tunakuwa na amani, tunakuwa na ushirika. Hivyo hayo yote ni kwa sababu yeye ametuonyesha mfano, kwa sababu yeye ndio alivyo, na sisi tunakuwa sawa na yeye, tunalingana naye kwa sababu ni baba yetu, sisi ni wanaye. Kwa hiyo anatupa ile birthright, anatupa ile haki ya uzaliwa, anatupa zile tabia zake, anatupa character, anatupa sura yake ili tufanane na yeye, na tuumbe mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Sura ni ile character, ni zile tabia za Mungu. Lakini kuna likeness ambayo ndio ile image, kuyafanya yale matendo ya Mungu. Lakini hapa tunazungumzia sura ya Mungu, character, yale matendo ya Mungu, tabia zile za kiungu anatupa na sisi. Ndio anasema umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi upendezwe na uaminifu. Ukae katika nchi upendezwe na uaminifu. Katika vitu ambavyo vinapotea sana, tunu ambayo inapotea leo, neno la Mungu linasema kwamba siku za mwisho upendo wa watu wengi utapoa. Kadiri upendo unavyozidi kupoa, ndivyo uaminifu unavyozidi kutoweka katika dunia hii. Ndivyo uaminifu unavyozidi kuondoka na kutoweka. Inakuwa tena ni bidhaa adimu. Uaminifu unatoweka. Sehemu nyingi sana hakuna uaminifu. Watu wanafanya mambo kwa manufaa yao binafsi. Wanatega, wanaweza kufanya hata mambo kwa kukutega ili uingie katika huo mtego, ufanye kitu fulani kimnufaishe yeye, au akudanganye, akulaghai, apate yeye manufaa. Uaminifu unapotea. Mtu anapewa jukumu fulani, halifanyi, au halifanyi kwa uaminifu, analifanya kwa manufaa yake binafsi. Inakuwa tunaenda nje. Uaminifu ni tunu ambayo inapotea sana sasa hivi. Kwa hiyo tunapewa principle ya maisha, tunapewa kanuni ya maisha. Umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi upendezwe na uaminifu. Tukiondoa ubinafsi, tutajenga uaminifu.
Tukijijenga katika upendo, tutaongeza uaminifu. Tunapojua kwamba anasema lolote mtakalolitenda lifanyeni kama kwa Bwana. Tunapotenda yote kama vile tunayatenda kwa Bwana, tutayatenda kwa uaminifu. Tuache ubinafsi, tuache kujiangalia wenyewe, tuache majivuno. Haya yote yanakwenda kutupeleka katika kutuondoa kwenye uaminifu. Lakini uaminifu ni tunu ambayo tunaihitaji siku kwa siku, ndio inayotufanya tuishi mahali ambapo tufanye dunia iwe mahali pazuri pa kuishi. Kwa hiyo tunapomtumaini Bwana na kutenda mema, lazima pia tupendezwe na uaminifu. Yaani iwe ni dhamira yangu kila siku kwamba leo nikatende kwa uaminifu katika kila ninalotakiwa kulifanya. Ni katika kazi yangu niliyopewa, ni katika majukumu niliyopangiwa, ni katika sehemu yangu ya biashara, ni katika sehemu ya kazi, popote pale nifanye kwa uaminifu. Kama vile siku hiyo ndo anakuja Mungu kunikagua, lazima niwe mwaminifu. Angalia Zakayo, anaambiwa kwamba Yesu anakuja, anapita maeneo alipo. Anajua yeye ni mfupi, hawezi kumuona kwa sababu alikuwa mfupi wa kimo, anapanda juu. Baadaye anaambiwa Zakayo, shuka, utukufu wa Mungu leo uko nyumbani kwako. Anaingia tu kile kitendo cha kukutana na Kristo, anabadilika, anasema ikiwa nimemwibia mtu, nimemdhulumu mtu, nitamrejeshea mara 4. Tunapokutana na Kristo, anaingia ndani yetu, anatubadili, anatuondoa yale makando kando yetu, anaturejeshea uaminifu, anatuumba upya mioyo yetu. Anasema uifanye upya roho iliyoumbika ndani yangu, usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Kwa hiyo tunafanana na yeye, tunafanana na Kristo kwa kile kitendo cha kukutana naye. Anatutransform, anatubadili, tunatoka katika hali moja kwenda katika hali ya kuzidi kufanana naye. Jambo kubwa la kuangalia hapa, tukae katika nchi, tupendezwe na uaminifu. Anasema umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Basi leo tunaloondoka nalo ni kukaa katika kumtumaini Bwana, kutenda mema, lakini zaidi sana tupendezwe na uaminifu katika yote tunayofanya. Yote tunayofanya tuyatende kama kwa Bwana. Basi tuhitimishe kwa maombi. Mungu wetu na Baba yetu, umetufundisha uaminifu. Umetufundisha Baba kwamba wewe ndio Mungu tunafaa kukuamini. Wewe ndio Mungu tunayepaswa kukutumikia. Wewe ndio Mungu ambaye upo. Tunakurudishia sifa na utukufu. Tunaomba Baba neno lako likakae kwa wingi ndani yetu na kutubadili. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Shalom, shalom. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe.